Hello, karibu tena na leo kupitia podcast hii tutaendelea tulipoishia jana. Jana tulizungumza juu ya viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba mahali ulipo hauthaminiwi. Sasa leo nitazungumza juu ya sababu zinazofanya usithaminiwe wala usipewe kipaumbele. Lakini pia nitazungumza juu ya ufanye nini unapogundua kwamba mahali ulipo hauthaminiwi wala haupewi kipaumbele. Kabla ya kwanza kujilaumu, kabla ya kwanza kulaumu watu wengine, rudi kwanza, jiangalie. Inawezekana zipo sababu nyingi ambazo zinafanya watu wasikupe kipaumbele, watu wasikuthamini. Lakini pia inawezekana na wewe mwenyewe ndio chanzo cha watu kutokukuthamini. Sasa nitakutajia sababu kadhaa ambazo unaweza ukajikagua na wewe mwenyewe ukajua kabisa kwamba mimi ni chanzo au sio chanzo. Moja ni kwamba hujithamini wewe mwenyewe. Usipojithamini wewe mwenyewe, hakuna mtu ambaye atakuthamini. Usipojipa kipaumbele, hakuna mtu ambaye atakupa kipaumbele. Sasa ukitanguliza watu wengine mbele kuliko kujithamini wewe kwanza, manake watu hawatokuthamini. 2, huna mipaka. Usipokuwa na mipaka, watu watakuzoea sana. Na watu wakikuzoea sana, ndugu yangu, hakuna atakaye kuthamini. Hakuna atakaye kupa heshima unaostahili, kwa sababu wamekuzoea tu, wanakuchukulia rahisi sana. 3, mtu uliye naye au mahali ulipo sio sahihi kwako. Inawezekana unajilaumu sana kwamba mtu huyu hakuthamini, japo unajitoa kwake sana, lakini sio sahihi kwako, hivyo hakuna namna utafanya kuthamini. Inawezekana kazini unaumia, hauna amani ya moyo, lakini kumbe hiyo kazi si sahihi kwako, ni upo tu kwa sababu una shida, lakini sio sahihi kwako. 4, unapatikana muda wote. Hii ni moja ya sababu kubwa ya watu wengi kutokuthaminiwa. Unapatikana sana. Manake ukiwa unapatikana sana, watu wataanza kukuona wa kawaida. Watu wataanza kukuchukulia cheap. Watakuona, manake hapo hata ufanye kitu gani, wataona ni kawaida tu. Imagine mtu anakupigia simu saa 8, unapokea, anakuambia nina shida, unatoka unaenda saa 8 usiku, unaacha kitanda. Mtu anatuma message, hata sekunde haijaisha umesha reply. Mtu anapiga, ghafla tu unapokea. Kwa sababu gani? Unashusha thamani yako kwa kuwa unakuwa unapatikana muda mrefu. Uhalisia ni huu: watu hawakuthamini kama wewe hujithamini kwanza. Hivyo leo amua kwanza kujithamini, amua kwanza kujipa kipaumbele. Kumbuka, kukaa sehemu ambayo huthaminiwi ni sumu kwa afya yako na maisha yako kwa ujumla, kwa sababu utachoka kiakili, utapunguza kujiamini, utajiona huna thamani, lakini pia utachelewa kufikia malengo yako. Sasa tuangalie ufanye nini unapogundua kwamba mahali ulipo hauthaminiwi wala haupewi kipaumbele chochote. Cha kwanza, weka mipaka na jithamini kwanza. Kumbuka kuwa kitu chochote kinachopatikana muda wote huwa kinashuka thamani. Kabla hujaanza kulaumu wengine, jiulize, je, mimi mwenyewe najithamini? Ukweli ni kwamba kama hujithamini, ni ngumu sana watu wengine kukuthamini pia. Na tena, punguza upatikanaji usio na tija. Watu wataanza kufeel gap. Watu wataanza kuhisi pengo lako. 2, jikite kwenye matokeo na jenga uwezo wako. Badala ya kulalamika sana, badala ya kujihukumu sana, jaribu kujijengea uwezo. Kuwa mtu imara. Leta matokeo ambayo hata kama watu hawakuthamini wewe, basi matokeo yako yawafanye wakuthamini. Kazi unazozifanya ziwafanye kwamba waanze kukuheshimu na kukupa kipaumbele. 3, badilisha mazingira au badilisha mtu pia. Kuna baba mmoja ambaye alikuwa na gari la zamani. Aliamua kumpa mwanae ili aende akaliuze. Yule mtoto
alienda sehemu ya kwanza, ni sehemu ambayo wananunua vyuma chakavu. Wakamwambia, gari lako ni la zamani sana, hivyo tutalinunua kwa 1,000,000. Lakini yule kijana akaenda sehemu ya pili ambapo wananunua magari yaliyotumika. Wakamwambia, gari lako ni la zamani lakini pia ni bovu, hivyo sisi tutanunua kwa 5,000,000. Baba yake yule kijana akamwambia, nenda sehemu moja ambayo ni wapenzi wa magari ya kale. Basi yule kijana akaenda, na wale walipoona tu lile gari walifurahia sana, na wakasema, gari hili ni adimu, hivyo tutalinunua kwa 50,000,000. Hemu angalia, gari ni moja lakini ilikuwa na thamani tofauti katika sehemu 3 tofauti. Hivyo hata kwenye maisha ya kawaida inawezekana sehemu uliopo hauthaminiwi, haupewi kipaumbele, na wewe unajiona unafanya vitu vingi lakini haupewi thamani unaostahili. Haulazimishi kukaa hapo, jaribu kuondoka. Wapo watu wengi ambao wanatamani kuwa na mtu kama wewe. Zipo kazi nyingi ambazo zinatamani kuwa na mtu mwenye ujuzi kama wewe. Wapo watu ambao wanatamani kuwa na mahusiano na watu wenye thamani nzuri wanaojitoa kama wewe. Hivyo usilazimishe kukubalika sehemu ambayo tayari hawakukubali. Usijilazimishe zaidi watu wa kuthamini ikiwa wao hawataki kukuthamini. Tafuta mahali ambapo utathaminiwa na utakuwa na amani ya moyo. Nimalizie kwa mfano mmoja. Kuna mchezaji ambaye anaitwa Kevin De Bruyne. Amecheza timu nyingi sana, lakini moja ya timu ambazo amecheza ni Chelsea. Wakati huko Chelsea hakupewa thamani yoyote, wala hakuonekana kama ni mchezaji hatari. Hawakuona kama ana kitu cha kuweza kuisaidia hiyo timu, na kocha wake kipindi hicho hakumtumia kwenye mipango yake. Alimuona kwamba bado hafiti. Sasa mchezaji huyo aliondoka akahamia timu nyingine inaitwa Manchester City. Alipofika hapo, kocha wake Pep Guardiola aliona thamani yake, akamtumia ipasavyo, na yeye yule mchezaji akaonyesha kile kitu alichonacho. Mpaka leo ni moja ya viungo ambao wanatajwa zaidi kuwa viungo bora duniani, na alikuja kupewa na ukapteni wa timu kabisa kwa sababu alionyesha kile kitu alichonacho. Kumbe angeendelea kukaa kule ambapo hakupewa nafasi, thamani yake ingeshuka, kipaji chake kingeshuka. Hivyo na wewe usipoteze uwezo wako, usipoteze kipaji chako wala ujuzi wako sehemu ambayo hawakuthamini, sehemu ambayo hawakupi kipaumbele. Ukweli ni kwamba ukigundua huthaminiwi, jithamini kwanza, weka mipaka au ondoka mahali hapo. Usiendelee kukaa mahali ambapo uwepo wako hautaonekana au hauonekani. Kumbuka, kukaa mahali ambapo unapuuzwa, taratibu unaanza kushusha thamani yako wewe mwenyewe. Swali langu kwako ni je, ni mara ngapi umejilazimisha kukaa sehemu ambayo hauthaminiwi, haupewi kipaumbele, na athari zake zilikuwa ni nini? Niandikie kwenye comment hapo, ili wote kwa pamoja tuendelee kujifunza na kupeana mafundisho sahihi. Asante kwa kuwa nami katika mfululizo wa podcast hizi 2 katika siku 2. Ninaamini utakuwa umejifunza kitu kutokana na mafundisho haya. Mimi ni Josephat Kato, tukutane tena wakati ujao kwenye mafundisho zaidi. Bye bye.